Tuna jambo ambalo tutakwenda kulitazama, ni mwendelezo. Nasema mtu wa rohoni na ni mwamuzi. Mtu wa rohoni ni mwamuzi. Mtu wa rohoni ni mwamuzi. Mtu wa rohoni ni mwamuzi. Tunakuja kuangalia namna ambavyo anasimama katika nafasi yake kwa ajili ya kuleta shwari, amani, utulivu. Ukisoma kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 8. Injili ya Mathayo sura ya 8. Kuna habari za kila mmoja. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 5. Hata alipoingia Kapernaumu, kila mmoja alimjia. Sura ile 8 mstari wa 5. Kila mmoja alimjia akamshia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, uenda, na huyu njoo uje, na mtumwa wangu fanya hivi, ufanye. Yesu aliposikia hayo alistajabu, akawaambia wale waliofuata, amini nawaambia, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Mtu wa rohoni ni mtu ambaye anajua chochote ambacho kinaendelea katika mzingiro wa maisha yake, au kwa namna ambavyo Mungu ataona kumshirikisha nje ya mzingiro wa maisha yake. Mfano, anaweza akasema naye kuhusu jirani zake, kuhusu kanisa, kuhusu ndugu zake, kuhusu nchi yake. Mtu wa rohoni ni bendera ya rohoni dunia, muda wote na pepea, haishu. Nikakwambia jana ni antena. Anajua, anaelewa, anapokea maelekezo na taarifa ambazo zinaendelea katika ulimwengu wa roho. Roho kwa maana ya viumbe visivyoonekana katika ulimwengu wa roho wa giza, wakati wote vinafanya kazi, na katika ulimwengu wa nuru, kwa maana ufalme wa Mungu, wakati wote vinafanya kazi, muda wote, kila sekunde viko on duty, viko kazini. Kwa hiyo Yesu anaposema walipo adui alikuja akapanda maguu, maana yake katika ulimwengu wa roho kazi hazilali, majeshi halali yanafanya kazi, aidha kukuwinda, kukufuatilia, ili sisiharibu safari ya, kwa sababu ukilala umeharibikiwa, utakutana na mazao ambayo hukuyapanda. Kwa hiyo tunapozungumza mtu wa rohoni, maana ni mtu ambaye yuko macho wakati wote. Sina maana kwamba hafuniki macho ya nyama, maana kwamba hata akilala
rohoni bado yuko macho. Kwa hiyo tukasema kwa ni vyema kuwa mtu wa roho. Tunaona mfano wa Akida. Akida akamfuata Bwana Yesu, akamwambia nina jambo, mtumishi wangu yuko hoi, lakini naomba nisaidie. Yesu akamwambia nitakuja kwa. Akida akamwambia sistahili wewe kuingia katika dari yangu nyumbani kwa, maana ninachokiona kwako Yesu ni kikubwa zaidi ya vile ambavyo watu wanaweza kufikia. Kitu gani ambacho Akida alikiona kwa Yesu? Akida aliona mamlaka alionayo naye Yesu. Halo. Akida aliona mamlaka alionayo naye Yesu. Mamlaka ambayo anayo Yesu haifungwi. Ile mamlaka alionayo Yesu haifungwi wala kuzuiliwa na mazingira wala vitu wala hali. Mamlaka iliyoko ndani ya Yesu haisuiliwi na mazingira, haisuiliwi na hali, haisuiliwi na vitu. Inatenda kazi wakati wote kwa jambo lolote. Akamwambia kwamba sema neno moja na mtumwa wangu atakuwa. Kwa sababu anatoa mafafanuzi ya kauli yake ya imani yenye mamlaka. Mtu wa rohoni ni uamuzi. Akida aliamua. Iko hivi, nisikilize vizuri. Aliamua ni Akida. Yesu alithibitisha maamuzi ya nani? Ya Akida. Nisikilize vizuri. Yesu alimwambia nitakuja nimponye nyumbani. Akida akasema no, mponye hapa. Hakuna sababu ya wewe kufika wapi? Nyumbani kwangu. Na ninachokijua uwezo ulionao Yesu, unaweza ukatenda kazi hata hapa tulipo. Maana Akida aliamua badala ya kusubiri mamlaka ikatende kazi wa nyumbani kwake, aliomba pale. Unanielewa? Akamwambia sema ne na mtumishi wangu kule aliko nyumbani atapoa. Kumbe mamlaka tulioibeba ambayo tulipewa na Bwana Yesu haina mipaka, haisuiliwi na haipingwi na hali yoyote. Nielewa. Mamlaka tuliyopewa, mamlaka tuliyourithi haisuiliwi, haipingwi na jambo lolote lile. Ndio maana unapo apply mamlaka ambayo iko ndani yako, ni vyema kujua hii mamlaka ina nguvu kuliko shida, hali, changamoto na jaribu unalopitia. Halo, ya lazima uelewe kwamba mamlaka hii katika Kristo Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, ina nguvu kuliko majaribu, ina nguvu kuliko vizuizi, magonjwa, mauti, ina nguvu kuliko chochote ambacho kimenizunguka. Na ninapo apply hii mamlaka, inaweza ikasuluhu, ikaleta suluhu, inaweza ikaleta majibu, inaweza ikafanya njia pasipo na nini na njia, inaweza ikafuta machozi, inaweza ikaleta uhai katikati ya mauti. Je, unachokiona wewe ndicho ambacho Akida alikiona? Okay, yani ambacho Akida alikiona kwa Bwana Yesu ndicho ambacho unaona. Maana kama uoni mamlaka, maana imani iko hivi. Maana tunasema imani kwa hakika mambo yanatarajiwa, bado mambo sio onekana. Imani haina imani sio imani, sio hivi. Imani sio imani kama haina mamlaka ndani. Halo. Na kinachokupa mamlaka tunakuja kukiona. Roho aliyeko ndani yako
Roho ni hazina ya mbingu ndani yao, iliwaambia jana. Kwa hiyo imani ni taarifa, ni maarifa. Taarifa hiyo imebeba mamlaka, inakueleza habari ya mamlaka. Kwa hiyo kuwa na taarifa ambayo haileti matokeo, maana yake umebeba taarifa ambayo haina mwenye taarifa. Nielewe. Kuwa na imani. Imani itendayo kazi. Ushajifunza imani itendayo kazi. Maana yake umebeba taarifa na mwenye taarifa yake. Umebeba roho neno na roho mwenye neno. Ukibeba taarifa na mwenye taarifa, utaona imani yako inaleta matokeo. Amen. Akida akasikia taarifa za Yesu. Akida akasikia matendo ya ajabu ambayo Yesu ameyafanya katikati ya Israeli. Yamkini alisikia habari za vipofu. Akida aliona mamlaka ndani ya. Na Akida aliona ni mamlaka ya kuzungumzwa, ya kutamkwa mara ngapi. Akamwambia Yesu, sema neno moja na mtumishi wa kule aliko atakuwa. Umekuja kwa mchungaji, ukamwambia mchungaji, mwanangu anafanyaje? Naomba tu tamke neno kwa ajili ya na ukitamka najua atafanyaje. Sijui unanielewa vizuri? Amen. Soma kuja ndio tukaiombea, lakini sijui akisimbia. Yaani alikuja anajua kabisa kwamba likitamkwa neno kwa mamlaka hii. Nadhani kwa sababu ya mkina alipali yake. Alielewa kwa sababu chini yake anasema alikuwa amewekwa chini ya nini? Amewekwa chini yake kuna askari. Alisema nikitamka nikitoa amri kwa askari, anakwenda haulipi mara mia. Na tamka mara ngapi? Askari wanakwenda kufanya nini? Na ndo kanuni ya jeshi. Yesu kauli ni kauli moja. Either iko wrong au iko right, you have to fall na kufulfill hiyo kauli. Una lazima uifuate na kuitimiza. Kama hujaifuata, adhabu iko juu yako. Kwa hiyo unapenda kutendea kazi maelekezo ambayo umepewa. Kwa hiyo niko anajua namna ambayo mamlaka ya kesho iko na namna inavyotenda kazi. Mtu wa roho anajua mamlaka ambayo iko ya kesho ndani yake na namna ambayo inatenda kazi. Ni mtu ambaye hutamkuta na shikisha. Ni mtu ambaye hutamkuta na mashaka na wasiwasi kwa habari ya utendaji kazi wa Yesu katika maisha ya wanadamu. Usitamkuta ni mtu anawaza mara mbili kwa namna ambavyo Kristo amemtenda kazi katika maisha ya wanadamu. Hatakwambia amini. Nakwambia imani na tosha. Hatakwambia acha kuwaza. Hata tamaa. Njoo kwa Yesu kusaidia. Ule ni mtu gani? Wewe ni mtu gani? Nisema kwa mtu leo kwa sababu wanaona matokeo ni watu wa roho. Wanatembea kwenye matokeo ni watu wa roho. Akida akamwambia Bwana Yesu, Bwana sema neno moja, kwa sababu hata mimi nimeweka chini yangu kuna watu, kuna stari. Nikiwaambia nenda uenda. Kwa hiyo nenda uenda, njoo kuja. Sasa hivi ufanya. Na wewe ukinena, ukisema, ukitamka, ukikomani, linakuwa. Neno linakuwa. Amen. Mtumishi wangu anakuona. Ni jambo moja tu na wewe kuzungumza. Hapa anakusubiri Bwana Yesu kuzungumza. Na umeshazungumza imekuwa tayari. Kwa huyu Bwana alikuja anajua, anaamini kwamba neno lile basi shida imekwisha. Bwana Akida amtufundisha namna matendo ya roho. Atika mkao wa mtu wa rohoni ni mkao wa maamuzi. Alo, yani kwa mtu wa rohoni ni mtu ambaye anafanya jaji. Okay, unamsubiri Yesu anakuja huduma. Ameweka mamlaka ndani. Unamsubiri nani?
Yeye mwenyewe anakuangalia utumie mamlaka hiyo. Hivi unajua Yesu anakuangalia wewe? Anakuangalia. Anakuangalia. Anakusubiri. Wakati umekaa na kuomba kusubiri, naye anakuangalia na kusubiri. Anasema aliyeko ndani yenu ni mkuu kuliko aliyeko dunia. Unachokitumia sio wewe. Unachokiachilia sio wewe. Ni roho aliyeko ndani. Ni jina lenye nguvu ambalo liko ndani. Anasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Hebu ona kwamba hali inakiri, shida inakiri, changamoto na magonjwa yanakiri kwa mamlaka ambayo imewekwa ndani yako. Nikusaidia. Unapotamka sio wewe. Anayetenda kazi sio wewe. Hata kama unafikiria kwamba haitakuwa aibu upate wewe. Halo? Sasa yako ndani yako. Wewe muamini afu uone kama utailika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe muamini uone kama utailika. Muamini uone kama kuna jambo litailika. Muamini uone kama utapotea njia. Muamini. Amini. Na unaaminije? Unaamini katika mazingira kwamba wewe ndiye mwamuzi. Mtu anayeona ndiye mwamuzi. Fanya maamuzi. Toka. Sasa tunaona kila namna ambavyo alikuwa akifahamu Yesu kwamba ni mwamuzi. Akajifahamu na yeye kwamba ni mwamuzi. Pesi ikako, pesi ikaisha. Sasa usome kitabu cha sura yako. Injili ya Luka ile sura ya 10. Soma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Alafu tasoma mstari wa 17 mpaka mstari wa 21. Maandiko yanasema hivi. Baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70 akawatuma wawili watangulie kwenda kila mji na kila mahala alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana watu apeleke watendakazi katika mavuno yake. Enendeni angalieni na watuma kama mwana kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kati ya mbwa mwitu. Akawatenga wawili wale 70. Amesema kwamba akayatuma mahala yeye mwenyewe alikusudia. Nisikilize. Akawakusanya 70. Akapeleka kwenye makundi ya watu wawili. Atawatuma waende kule ambako yeye alitaka kwenda. Hakuna safari ya maisha ambayo utatembea mwenyewe. Hakuna mazingira ambayo utapitia ukadhani kwamba uko mwenyewe. Hakuna jambo ambalo litakukumba ukifikiri kwamba uko mwenyewe. Katikati ya dhoruba yuko Yesu. Amen. Katikati ya changamoto yuko Yesu. Mwanzo wa biashara yuko Yesu. Katika mazingira yuko yeye. Anasema akawaambia ila watu katikati ya mbwa. Kazi ya mbwa mwitu ni kurarua. 10:10 Yohana anasema mwiviaji ili auve, achinje na kuharibu. Bali yeye alikuja, mwana wa Adamu alikuja ili tuwe nani? Kisha tuwe nao. Kazi ya shetani ilikuwa ni kupotosha, ni kuharibu,
ni kuangamiza. Yesu amekuja kuyageuza hayo. Usipoelewa utaendelea kuteseka, utaumia. Akawaambia kwamba ninawatuma katikati ya mbwa mwitu. Katikati ya mbwa mwitu amechagua wawili, afu anawatuma, anawaambia mtakabiliana na mbwa ambapo mtaingia na kuhubiri Injili, mtawakuta waharibifu. Maana shetani kama simba anguruma, anazunguka tafuta promise. Mwizi alikuja ili aibe achukue, bali mimi alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sasa ametuma, halafu katikati ya safari kuna mbwa mwitu. Katikati kuna mbwa mwitu. Unawezaje kusimama na kuifanikisha safari ya wito wako? Wametumwa, wako makundi mawili. Alafu katika safari yao kuna mbwa mwitu, na amewaambia nendeni kule ambako mimi nitaka mwene. Amenieni niko ambako aliwatumwa. Maana Mungu ameweka mamlaka katika wito wako wa wokovu. Iko nguvu ndani yako ambayo hiyo itakutangulia na itapasawazisha palipo parusa. Itatengeneza njia pasipo na njia. Itaangamiza maadui katikati ya safari, kudhibitisha na kufanikisha hiyo safari yako itimie. Halo. Kwa hiyo ukiangalia mbwa mwitu umekwisha. Ukiangalia ukubwa wa mbwa mwitu umekwisha. Mwambie jirani yako, ukiangalia ukubwa wa mbwa mwitu, angalia mamlaka iliyoko ndani, kwa sababu wewe ni mwamuzi. Alichokifanya Yesu ni hiki, niangalie. Aliwaambia kwamba sasa ninawafundisha ufanya nini? Maamuzi. Halo, nimewatuma, niko pamoja na wewe. Sawa? Katikati kuna shida, unatakiwa ufanye nini? Maamuzi. Shida ifanyeje? Sijawatuma kwenye barabara ambayo haina vikwazo. Barabara niliwatuma ina nini? Sijakupa uhai ambao hautakuwa na magonjwa. Katikati ya uhai wako kuna nini? Ila nimekupa tiba ya kutulia. Nimekupa mamlaka ya kuidhinisha jambo ambalo liko kinyume na safari hii. Ondoke. Hii safari ifanyetu iendelee. Kwa hiyo unachokutana nacho katikati ya safari hakina maana kwa wewe. Nazungumza na mtu ambaye hakina maana ya kukuzuia. Kina maana ya kudhibitisha mamlaka ambayo iko ndani. Anasema 17:21. 17:21. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakisema Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Hapa ndo kulikuwa na kesi nzito. Walituma vizuri, wakaondoka. Walipofika wakaifanya kazi, wakarejesha mrejesho. Wakamwambia Bwana Yesu, tulikokwenda mapepo yametutii kwa jina lako. Unaelewa? Maana yake mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu wanapewa kazi yenye changamoto na letu. Sawa? Wanapewa na mamlaka ya kuchukia hiyo changamoto. Mstari wa 17 inaonyesha mamlaka imefanya kazi kama ilivyo kusudiwa. Anasema tumekwenda kule, tulikokwenda tumeona mapepo yafanyaje. Kazi ya mamlaka ni kutisha. Niangalie. Kazi ya mamlaka kwa nguvu. Ili kila goti mamlaka inaposimama inatisha.
Mamlaka inaposimama inatisha. Tisha chochote ambacho kiko kinyume na nini? Na mamlaka. Alisema mapepo yametutii. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka ambayo ilikuwa ikifanya kazi na kutenda kazi ndani yake. Kwa hiyo wewe ukiamua leo ukatembea kwa kuifahamu mamlaka ambayo iko ndani yako, utaona kuna vitu, mazingira, hali, mapepo yatakutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima vitii kwa sababu yuko ambaye anafanya kazi ndani yako. Sasa hivi unajua mamlaka ni tofauti na nguvu. Eti mstari wa 18 anasema hivi, akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka wapi? Mbinguni kama umeme. Nisikilize vizuri, kuna vitu ambavyo vinafunuliwa mahali hapa. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka wapi? Mbinguni kama nini? Hivi sasa sentensi za Yesu simama zinaingilia haraka. Hapa ziko tofauti hivi. Kwa nini anasema? Juu ni mrejesho wa wanafunzi. Si ndivyo? 18 anasema nilimuona shetani ameshuka kutoka wapi? Bwana, mstari wa 17 mapepo ametutii. Sawa? 18 Yesu anasema nimemuona shetani kutoka wapi? Anaanguka wapi? Tazama nimewapa amri ya kunyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna neno litakaye. Amini. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Anasema hivi. Isikilize sasa. Na tofauti kati ya mamlaka na nguvu. Mwenye mamlaka anayo nguvu. Halo. Mwenye mamlaka anamtumia mwenye nguvu. Mwenye nguvu anaweza kutumiwa na mwenye. Halo. Alichowaambia wanafunzi na anacho liambia kanisa Bwana Yesu. Maana yeye ndio kichwa cha kanisa. Sio hivyo? Anasema nimewapa nini? Mamlaka. Nimewapa amri. Amri inatolewa na mwenye mamlaka. Amen. Amri inatolewa na mwenye. Kama hauna mamlaka unatoa nini? Amri. Unanielewa? Na hakuna amri kama hakuna mamlaka. Wewe unaniambia kama nani? Ambia kusikia sentensi. Unaniambia kama nani? Kwa sababu uliyemwambia amejua hauna nini? Hauna mamlaka. Hauwezi kutoa amri kama hauna mamlaka. Baba yeye atoe amri lazima awe na mamlaka kwenye familia. Amri yake wataisikia na kutendea kazi. Rais ana mamlaka. Sina nielewa vizuri. Rais ana nini? Kwa mamlaka alionayo rais anaweza katoa nini? Alafu kaona majeshi yakafanya kazi kutii ile amri yana. Baba anaweza katoa nini? Alafu wengine wakaiti kwa kutendea kazi ile amri yana. Baba anatoa amri kwa sababu ana mamlaka. Sasa nisikilize. Kanisa lina mamlaka. Amen. Kanisa lina mamlaka. Mtu rohoni ana mamlaka. Na ni mamlaka ya kimaamuzi. Mamlaka ya kiutawala. Mamlaka ya kuamua. Kwa anachozungumza mtu wa rohoni nicho kinachukua. Ndio Bwana Yesu makofi. Amen. Nielewa. Anachokizungumza mtu wa rohoni kitu kinacho kwa sababu amepewa nini? Mamlaka. Nimewapa mamlaka, nimewapa amri. Nimewapa mamlaka. Lugha zingine nasema authority. Ametupa authority, mamlaka ya kanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule nani?
Sasa kuna tofauti kati ya mamlaka na nguvu, kama ambavyo nimekwambia. Nguvu ni nyenzo ya kutendea kazi, kudhibitisha utisho ulionao. Ndio maana sekta ya utawala ni nyingine na sekta ya dola ni nyingine. Unanielewa vizuri? Lakini sekta ya utawala ikizungumza, sekta ya dola inaingia moja kwa moja wapi? Kazi. Wewe kama mtawala wa ufalme wa Mungu duniani, ukiamua, mbingu zinashuka, malaika wanashuka, mambo yanakuwa. Halo? Wangapi walishakemea mapepo? Unazungumza pepo linafanyaje? Anayetoa pepo ni nani? Ni nani? Ni nani? Wewe ndo unatoa pepo. Niangalie na macho mawili. Wewe ndo unatoa pepo. Anayepotoa pepo ni wewe. Kwa sababu kazi yako ni maamuzi. Unakomandi, unatoa maamuzi. Ukikomandi, ile amri inafanywa kazi. Kutoka wapi? Yaani mbingu zinatoa nguvu ya kudhibitisha unachokizungumza wewe. Bado unielewe. Nielewe vizuri. Ukielewa hapo utaishi maisha ya raha. Kwa sababu kazi inayofanyika ni partition mbili. Ya kwanza ni mtu ambaye ni ambassador, anazungumza, wakala, anazungumza. Mimi ni wakala. Wa wapi? I have to command now, uzungumza. Mimi nazungumza. Ninachokitaka mimi. Nilishafunuliwa mapenzi ya nani? Ni kazi yangu ni kuyazungumza mapenzi ya nani? Nikizungumza mapenzi ya Mungu, utaona nguvu ya haya mapenzi inakuja kufanya kazi. Mimi nazungumza. Utaona mbingu zinakuja kufanya nini? Malaika wanakuja kufanya nini? Utaona moto unashuka, unateketeza. Kazi iliyokuwepo kwa manabii wa Baali ilikuwa ni Elia kuzungumza. Elia akazungumza na ijulikane leo Mungu wa kweli ni yupi? Mungu aliye hai ni yupi? Alizungumza nani? Alizungumza ni nani? Bibi. Uko wapi? Si Mungu alishuka Yohana. Wewe. Alizungumza ni nani? Kwa nini unaitwa kwenye wokovu? Kwa nini? Hebu waza kwanza. Anasema na ufalme wa Mungu uko nani? Sasa tuone, let us see the kingdom of God. Let us see the power of the living God. Tunataka tuone uwepo. Watu wanapandisha mapepo, tunaona mapepo. Wanapandisha majini, tunaona majini. Tumuone Mungu wako wewe. Umekuwa tunajua nenda kanisani, zama hizi sio zama za maneno. Ni zama za vitendo. Amen. 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 Halo? Sio zama za maneno. Tumechoka, mwambie yangu tumechoka na maneno. Tumuone Roho anayetenda kazi. Tuone udhibitisho kwamba wewe ni mtu wa rohoni na tunaona nguvu za Mungu zinatenda kazi. Mungu anakuangalia, ongea. Sema sasa. Amuru sasa. Si unamjua Mungu na mapenzi yake? Maana matakatifu ni mapenzi ya Mungu. Unafahamu? Hebu amua. Unaamua nini? Mtu anakufa, unaona tu. Na mlokole huko. Wale wafu wanafufuliwa na nani leo? Masara amecheka. Wale wafu sasa hivi, wale walokole wa kufua wafu wako wapi? Nauliza. Walokole wale wanaweka mikono juu ya wagonjwa. Wagonjwa wanapona papo kwa papo. Hakuna unajua njoo kesho, nitakwambia tena kesho. Papo kwa papo mapepo yanasarenda. Papo kwa papo hali inabadilika. Anaingia mlokole, waganga wanahama. Wako wapi leo? Wako wapi? Je, Mungu amekufa? Yupo? Yupo duniani au mbinguni? Nani yenu? Atumudi sasa. Amejibu vizuri sana. Yuko ndani yetu.
Yuko mbinguni, yuko duniani, si ndivyo? Yuko ndani. Tumuone sasa. Tumuone huyo Mungu, tumuone. Yaani mpaka unaogopa kutamka. Yaani nafika mahali unaogopa kutamka. Kwa sababu kitamka mambo yanaweza kaja kwa tofauti. Halo. Ushakusikia mtu anasema ulali? Ushakusikia hapo? Anasema haulali. Ushakusikia? Ulishakusikia? Wewe utaona kama utakutana. Ulishakusikia? Kwa swali langu ni hao kwenye ufalme wao wanakuambia wewe tuone kama utafanyaje. Si ndivyo? Wewe unaweza kusema alafu mtu akapata shida. Unaweza. Unaweza kusema alafu mtu akaona neema. Unaweza. Wewe hauwezi. Unajua kwa nini hauwezi? Unajua kwa nini hauwezi? Unajua kwa nini hauwezi? Umepungukiwa na nini? Kwa wiki unasoma Biblia mara ngapi? Unaona? Hatutarajii maajabu. Hatutarajii maajabu. Kwa sababu Biblia yenyewe Jumapili inapunguza hivi. Vumbi. Kama unapunguza hivi Biblia vumbi, hatutarajii maajabu kwako. Tukisikia umenyongwa usiku, hatushangai. Unajua leo sikulala, hatushangai. Hatushangai kabisa. Kwa sababu nuru ikiondoka, giza linafanyaje? Linaingia. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo nyakati na zama hizi, Roho Mtakatifu anatafuta watu. Mungu anatafuta watu watakaosimama kwenye zamu zake ili atende matendo yasiyokuwa ya kawaida. Dunia ijue Mungu yupo. Wakina Meshaki, Shadraka na Abednego wako wapi leo? Leo wako wapi? Watu wa rohoni wako wapi? Wanatafutwa hivi. Hawapo. Hebu simama basi. Hebu amka basi. Toka kwenye usingizi. Uwe dawa kwa ajili ya jamii. Uwe dawa kwa ajili ya watu. Usimame kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Tumuone Mungu akitenda kazi katikati ya watu. Kupitia wewe. Kupitia mikono yako. Maandiko yanasema kwa mikono ya mitume ishara zikafanyaje? Zikatendeka. Na nikueleze tu. Yanaandikwa kwenye Biblia sasa na Injili ya Yohana anasema ni machache sana. Yanaandikwa ni machache sana. Sio tu mitume, kuna watu wa ajabu walitenda kazi. Hivi unajua Stefano hakuwa mtume. Stefano hakuwa mwanafunzi tu wa Yesu. Akachaguliwa kuwa shemasi. Kanisa la Matendo ya Mitume. Unajua alikuwa ni mtu wa kawaida. Lakini mambo ya ajabu yalitendeka kwa mikono ya nani? Ya Stefano. Uko wapi? Mpendo, uko wapi? Unawaza fedha sana, ni kweli, itafute fedha. Lakini pia Mungu mweke sana. Mungu mweke sana. Kama ni akili na moyo, mweke sana Mungu. Vitu vidogo unavitibia mwenyewe basi. Mchungaji unajua nini? Kuna siku msimu mchungaji utoiona, utoipata. Mambo madogo mdogo yanatibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatafuta mtu wa rohoni atakayemtumia kwa ajili ya ufalme. Mungu anatafuta mtu wa rohoni atakayemtumia kwa ajili ya watu wake. Watu wa rohoni, watu wa maamuzi, watu ambao wanatoa hukumu za haki, wasimame, waamke, wafanye kazi ya